shule ya sekondari Lwanjilo, kata ya Lwanjilo, imewekwa na Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya Rais TAMISEMI, leo tarehe 26 ya mwezi wa 4 2025, siku ya Muungano. Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya Rais TAMISEMI, ameweka jiwe la msingi katika shule ya sekondari Lwanjilo iliyopo halmashauri ya wilaya ya Mbeya. Na chama mkoa huu wa Mbeya mnafanya kazi nzuri sana ya kumsaidia Rais Dr. Samia. Hongereni sana. Nataka niwathibitishie Watanzania, maendeleo ni hatua na taifa letu linasonga mbele. Kwa sisi tuliowahi kuishi mkoa wa Mbeya tunajua tulikotoka. Ninyi wana Lwanjilo mnajua tulikotoka. Leo tunapozindua mradi huu wa mabilioni ni kwa sababu rais wetu anatamani kumuona kila mwananchi wa Lwanjilo, kila mwananchi wa mkoa huu wa Mbeya akinufaika na serikali yake anayoiongoza yeye. Miradi mikubwa ya kimkakati. Tukiwauliza wazee hapa wa Lwanjilo watasema fedha inayoingia leo hii hawajapata kuiona, mabilioni ya fedha yanayokwenda kwa wananchi wa kawaida kabisa. Na ni kwa sababu rais huyu amedhamiria kuwashika mkono wananchi wa kawaida kabisa ambao wanapatikana huku katika maeneo yetu. Leo hii tumeshuhudia vikundi mbalimbali vya ngoma. Vikundi hivi ukisikiliza maudhui ya nyimbo zao ni upendo, amani na mshikamano. Kwa sababu taifa letu ni taifa tegemezi linalotegemewa na mataifa mengi. Endelezeni kulinda amani na utulivu wa taifa hili. Asitokee mtu yoyote kujaribu kuwadanganya kwa lugha nyepesi, kwa sababu leo hii tunalima, tunavuna, wenye kuuza wanauza, watoto wanaenda shule, wenye kusoma wanasoma. Ni kwa sababu ya amani na utulivu tulionayo ambayo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alituhusia. Sasa endelezeni umoja huu, endelezeni amani hii, na serikali yenu kamwe, serikali hii tunayoitambua, serikali hii ya Chama cha Mapinduzi haitawaacha nyuma. Itakuwa pamoja nanyi wananchi, itakuwa pamoja nanyi. Na sisi wasaidizi wa Mheshimiwa Rais tutahakikisha kila anachokileta kimeshuka huku chini kwenda kuwashika mkono hasa wananchi wa kawaida kabisa, wananchi wa kawaida kabisa. Hatutawaacha kamwe. Kama wasaidizi wa karibu wa Mheshimiwa Rais tunawathibitishia yale mlioniambia, ndugu mwenyekiti wa chama mkoa, nimeyapokea. Mwenyekiti wa halmashauri hiyo Mwalingo Kisemba alisema haya. Lakini viongozi wetu wateule wa rais wanatusimamia vizuri. Ushahidi umeona mwenyewe kazi inavyokwenda. Maana hatuwezi kuandikia mate. Lakini pia ni washukuru wafanyakazi wa halmashauri kwa usimamizi mzuri wanaofanya kushinda kwenye sehemu za site kila siku. Nisimsahau Mheshimiwa mbunge Oran Manasengeza, mbunge wetu ambaye kwa kweli kipindi chake hakuna mtu ambaye hawezi kusema amefanya kazi. Ngeza oye! Najua mkuu wa mkoa nisiposema haya naotaka kusema atanishangaa. Kwa sababu siku zote amekuwa atanisikia. Halmashauri yetu inalizunguka jiji la Mbeya kwa asilimia kwa nyuzi 360. Kwa kila kona utakaoingia Mbeya jiji na kutoka ni Mbeya vijijini. Unaweza kaona jinsi ambavyo wataalamu wetu wanapata shida ya kusimamia miradi. Tunaamini yako maombi yetu kupitia kwa mkuu wa mkoa, kupitia RCC ya kuomba utugawanyie halmashauri yetu ni kubwa. Unaweza ukashangaa upande wa magharibi tunapakana na mkoa Songwe, huko ni Mbeya vijijini na upakana na mkoa wa Songwe. Mashariki tunapakana na Njombe, huko ni Mbeya vijijini. Kwa hiyo imesambaa kweli. Tutashukuru kama ombi letu leo utalichukua. Tunajua mambo ya majimbo hayako kwako, lakini ugawaji wa halmashauri upo kwako. Lakini pia ukiweza tutashukuru pia. Baada ya kusema hayo, naomba niwasilishe maombi yangu hayo. Lwanjilo oye! Mkurugenzi wa halmashauri hiyo Pierre Kayegera amesoma taarifa ya ujenzi wa shule hii huku akihitimisha kwa shukrani kwa kumheshimu na kumshukuru
Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Shule yetu ya sekondari Rwanjiro ina jumla ya ekari 25.66 na eneo hili limeshapimwa, tuko kwenye hatua ya kuomba hati. Serikali katika kuhakikisha inaboresha mazingira ya kufundisha na kujifunzia katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ibara ya 80A imetoa fedha ya ujenzi wa shule ya sekondari Rwanjiro mpya kwa kupitia mradi wa SEQUIP wenye jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 1 na milioni 63,180.28 bila senti. Kiasi hiki kimepokelewa kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza ni milioni 583,180.28 kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya ya kata ya Rwanjiro, fedha ambayo ilipokelewa tarehe 30 mwezi Juni 2023. Awamu ya pili ilipokelewa shilingi milioni 480 ambayo ndio umezindua madarasa yake ya kidato cha 4, kidato cha 5 na cha 6. Lakini hapo tunaishukuru serikali, siku ya tarehe 21 mwezi wa 6 ilileta milioni 100 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za walimu 2-in-1, na tarehe 24 serikali ilileta milioni 380,000 kwa ajili ya ujenzi wa mabweni mawili ambayo mheshimiwa yako upande wako wa kulia, na vyumba 4 vya madarasa na matundu 10 ya vyoo. Kwa ufupi mheshimiwa, kwenye gharama zetu za mradi nimeshazitoa, lakini mpaka sasa ujenzi wa vyumba 8 vya madarasa, maabara 3, ujenzi wa jengo la utawala, ujenzi wa jengo la maktaba, ujenzi wa jengo la tehama na ujenzi wa matundu 11 ya vyoo vya wavulana 5, vya wasichana 6, ujenzi wa miundombinu ya kidato cha 5 na 6 na ujenzi wa nyumba za walimu na majengo yapo hatua ya ukamilishaji. Mpaka ikifikapo tarehe 15 mwezi wa 5 majengo yote yatakuwa yamekamilika. Mradi huu ulichelewa kutokana na changamoto mbalimbali, lakini kwa sasa mheshimiwa, tunakuhakikishia kwa shule hii mpya tutaikamilisha ifikapo tarehe 15 mwezi wa 5. Lakini shule hii imesajiliwa kwa namba 6436 na sasa ina wanafunzi wanaendelea na masomo. Mwisho, Mheshimiwa Waziri, naomba kuchukua fursa hii kuishukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuboresha elimu. Kwa heshima kubwa tunakushukuru kwa kuweza kuweka jiwe la msingi kwa madarasa ya kidato cha 5 na 6 yenye thamani ya shilingi milioni 480 ambapo ujenzi wake bado unaendelea. Kwa heshima kubwa naomba nikabidhi taarifa ili uweze kuipitia mara utakapopata nafasi. Lakini tunakupongeza sana mheshimiwa. Asante. Hii ni Nyikani TV na langu jina ni Godon Kalulunga.